Habari gani? Naitwa Majid Mjengwa, niko kwenye viwanja vya 88 Nzuguni, Dodoma. Na mara hii niko kwenye banda la bodi ya kahawa, bahatika kukutana na mkurugenzi mkuu wa bodi ya kahawa Primus Kimario. Primus, nimefurahi sana kukuona. Nashukuru sana. Ulikuwa na wakati mgumu wa kazi kwa sababu moja ya kazi yako kubwa ni kukutana na wadau, lakini sisi tuna muda mfupi, utupitishe kwa haraka kwenye ufafanuzi yakinifu mambo ya msingi ambayo unaweza ukatolea ufafanuzi wa kina kwa muda mfupi. Ndio. Tuanze na swali langu la kwanza. Swali langu la kwanza, bajeti ya kilimo kutoka mwaka 1921 na 22 ilikuwa ni bajeti ya nchi ilikuwa ya kilimo ilikuwa dola bilioni 294. Ndio kabisa. Mwaka bajeti 1921 22. Ndani ya miaka minne, leo tunazungumzia 25 26 trilioni 1.19 shilingi za Kitanzania. Sasa katika hilo unaiona vipi nafasi ya bodi ya kahawa na kazi mnayoifanya kuweza kuongeza tija kwa kiasi hicho kikubwa cha fedha ambacho kimeingizwa kwenye bajeti ya kilimo? Nashukuru sana na nipende kusema kwamba ukitizama kwa undani unaweza ukaelewa mtazamo wa serikali kwa sasa. Wananchi wengi nchini wanaishi kutegemea kilimo. Ndio mwajiri namba moja. Kwa hiyo azma ya serikali ni kuwekeza moja kwa moja kwa hawa wakulima kwa kutumia ardhi walionayo ili waweze kujikwamua kiuchumi. Na ndivyo utaona sasa serikali katika bajeti hii kiasi kikubwa sana kinawekezwa ili wakulima waweze kupata mbegu bora kwa maana ya pembejeo bora, vile vile masuala ya umwagiliaji na kutafuta masoko ya mazao ya wakulima. Na ndivyo unaweza kuona hivi sasa kwamba sekta ya kilimo hususan kahawa, mapato yameongezeka sana kwa wakulima. Hii ni mafanikio ya moja kwa moja ya unachokizungumza kuendana na swala la kibajeti. Sasa umezungumzia, tukiweka nukta hapo, moja ya kazi yenu ni kuwasaidia wakulima kupata masoko ya bidhaa zao, na kwenye eneo lenu ni wakulima wa kahawa. Japan inasemwa kuwa ndio nchi inayoongoza kununua kahawa ya Tanzania kwa mujibu wa takwimu. Kitu gani kimepelekea Japani iongoze na kwa nini wanavutiwa na kahawa ya Tanzania? Japani wana sifa moja. Kwanza kabisa wanapenda sana kahawa ya Arabica. Na kule Japani wana mlima unaitwa Mount Fuji, mlima Fuji. Na ule mlima wanaofananisha sana na mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo mwanzo wa kupenda kahawa ya Tanzania wa Japani ilikuwa ni kwamba mahusiano ya ule mlima. Lakini pia Wajapani wanapenda kahawa iliyo bora. Kahawa ya Tanzania ni bora sana. Kahawa ya Tanzania kwa kiasi kikubwa sana haina madawa, haitumii madawa ya viwandani. Ukiangalia na wazalishaji wengine wanaotuzunguka hapa barani Afrika, wengi kahawa zao zimekutwa na madawa. Na ndio kisa kikubwa sana cha nchi ya Japani, mbali na zile tabia za miinuko na ushabihiano wa ile milima, lakini pia ubora wa kahawa yetu umekuwa ni kivutio kikubwa Japani. Sasa basi, kwenye hili la Japan, ushindani ni namna gani mmeweza, bodi ya kahawa, si Tanzania tu inaolima kahawa, tuna ushindani, kuongeza thamani ya kahawa? Mnafanya nini kama bodi kuhakikisha kwamba ubora wa kahawa yetu na thamani ya kahawa yetu inaweza ikawa ya juu zaidi kulinganisha na wengine au kuingia kwenye viwango vya kimataifa? Kama unavyojua kahawa ya Tanzania inalimwa na 90% inatokana na wakulima wadogo, 10% ni mashamba makubwa. Kwa hiyo Wajapani wanapenda sana sio kwa Kiswahili ni iteje, lakini consistency. Mfano mfano kama anakupa oda ya kontena 100 kila mwaka, basi uweze kupeleka kontena ile 100 yenye ubora ule mfululizo, mwaka mmoja, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni changamoto kubwa ya sisi katika kufanikisha soko la Japani.
Kwa eneo kubwa kabisa la kutatua ni kuhakikisha kwamba Tanzania inafikia hilo soko kwa kuwa na uhakika wa kusupply wa kupeleka kahawa Tanzania kwa mahitaji yale ya soko la Japan. Sasa hapo unaonyesha kabisa kwamba moja ya kazi kubwa ni kupata kuongeza uzalishaji, lakini pia wazalishaji. Sasa leo uzalishaji na wazalishaji ni vitu tofauti. Wazalishaji wanaongezeka na uzalishaji unaongezeka kwa namna gani? Jambo kubwa tunalolifanya kwenye tija na uzalishaji ni jambo, kwa mfano swala zima la kutoa mbegu bora. Uzuri ni kwamba sasa hivi taasisi yetu ya utafiti TARI wameweza kuja na mbegu mpya ambazo zina ukinzani dhidi ya magonjwa, ambayo magonjwa haya yalikuwa yakiongeza gharama za uzalishaji kwa 40% mathalani. Kwa hivyo hivi sasa mbegu hizi mpya zimemsaidia mkulima kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuzalisha kahawa nyingi, kuweza kufikia haya masoko. Lakini sio hivyo tu, tunahamasisha vijana, kwa sababu wakulima wengi wa kahawa sasa hivi ni wakulima ambao wengi wao wamezeeka na miti yao ya kahawa ilikuwa imezeeka. Kwa sasa hivi tuko kwenye program kabambe ya kuhakikisha kwamba tuna karabati mashamba ya kahawa kwa kubadilisha miche ile ambayo imezeeka na kupanda miche mipya, lakini pia kuhamasisha vijana kuingia kwenye kilimo cha kahawa. Na nchi yetu inaelekea kwenye utekelezaji wa dira ya taifa 2050, na hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua nyenzo 4 muhimu katika kutekeleza hilo, na moja ya nyenzo muhimu ilikuwa ni mawasiliano, kwa maana ya taarifa, elimu kwa umma. Mnafanya nini kama bodi ya kahawa katika kuhakikisha taarifa kwa umma inawafikia ikiwemo hao vijana kwa Minisusa? Niseme kwamba tunaielewa hiyo nyenzo muhimu na tumeipokea na tumeshakuwa tukianza kuifanyia kazi. Bahati nzuri imekuta na sisi tayari tuko ndani ya treni hiyo. Bodi ya kahawa sasa hivi ni matamanio yetu kwamba ndani ya miaka michache ijayo tusitumie kabisa karatasi. Kwa hiyo tunaenda kwenye mfumo wa kidigiti. Kuanzia kahawa mkulima anapeleka sokoni kwenye chama chake cha ushirika, basi itarekodiwa moja kwa moja ile kahawa mpaka inanunuliwa, inakobolewa, inaenda nje ya nchi. Sisi sasa kwa tunaangalia tu moja kwa moja kwenye mifumo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mashamba yote ya wakulima na wakulima wameshasajiliwa. Tuko kwenye mwendelezo kuyasajili. Kwa mkulima huyu yuko wapi, ana miti mingapi, shamba lake liko kwenye coordinates ngapi. Kwa hiyo tunalijua hilo na tusaidia sisi kuweka mipango madhubuti ya kuweza kuwapatia hawa wakulima sasa pembejeo stahiki, lakini vile vile kuweza kuwapa mipango ya masoko kulingana na miti walionayo na ardhi walionayo. Shukrani sana. Moja ya vitu nilivyokuona wakati tunaelekea ukingoni, umekuwa busy sana na kuhangaika na wadau. Ni kwa namna gani mnatangaza kahawa ya Tanzania na namna gani mnadhani mnaenda kulifikia? Ni soko gani kiacha Japan, nchi gani nyingine ambazo zinakaribia kuifuata kahawa Tanzania, kuikaribia Japan? Kwa kweli ni nchi nyingi sana. Kahawa ya Tanzania inakuwa ni kama chumvi kwenye chakula inaleta ladha. Kwa hiyo nchi nyingi zinatumia kahawa ya Tanzania katika kuboresha ladha ya kahawa. Kwa hiyo mahitaji ya kahawa ya Tanzania ni makubwa. Kahawa ya Tanzania unaweza kaitumia kama ilivyo, wanaita single origin. Hauhitaji kuchanganya na kahawa nyingine. Na kahawa ya Tanzania, uzuri, Mwenyezi Mungu ametubariki sana. Labda hili naomba niliseme wazi. Mwenyezi Mungu ametubariki sana Tanzania kwa sababu katika mikoa 17 inayolima kahawa, kila mkoa kahawa ikilimwa ipasavyo inakuwa na mwonjo tofauti mzuri kulinganisha na mkoa mwingine. Kwa hiyo nikichukulia mathalan mfano wa chakula, basi kuna mkoa ambao kahawa yake ni pilau, mwingine kahawa yake itakuwa biriani. Umeelewa? Kwenye mahusiano ya watu, rafiki, kazi hizi, kujenga network, mimi nimekukuta unatembea ukaniambia na kukaribisha kahawa na ukanitengenezea kahawa. Wenzetu katika nchi zilizoendelea
kahawa ni sehemu muhimu katika kufanya mazungumzo, lakini kufikia maamuzi muhimu. Kuna moja ya nchi bosi moja aliniambia kwamba ili apitishe maamuzi magumu katika management yake, anahakikisha kwanza wanakunywa kahawa, alafu wanakwenda kwenye kikao cha maamuzi. Ina nafasi gani kahawa? Ni kweli kabisa ulivyozungumza. Unajua, nimeliongea mara nyingi sana na naomba nilizungumze tena kwamba kahawa ni kiburudisho ambacho sio cha kawaida, na ukisoma katika historia ya kahawa imeleta mambo mengi mpaka mapinduzi katika nchi mbalimbali. Kahawa imepigwa vita na kurudishwa na kupigwa vita na kurudishwa. Kwa hiyo kuanzia ilivyogunduliwa ukaangaji wa kahawa kwenye bandari ya Moka Yemen, walivyogundua wakaanza kutengeneza coffee shops. Watu walikuwa hawezi kufanya ibada mpaka wanywe kahawa ili aweze kukaa usiku kucha, lakini watu walikuwa kwenye vikao vya maamuzi lazima wanywe kahawa. Ilifikia mahali ambapo kwa kuwa wakina mama walikuwa hawaendi kwenye vikao vya maamuzi, basi inabidi wapate kahawa na wakikoka sa kahawa wanaomba talaka. Iko kwenye historia. Lakini kahawa sio hivyo tu. Unajua kwa nini? Kwa sababu kahawa unapoinywa uwezo wako wa kufikiri unaongezeka. Mbali na kukuburudisha, kahawa inakuongezea uwezo wa kufikiri. Maana kujibu swali lako. Na unapokuwa na jambo ambalo hauna majawabu, basi ukinywa kahawa ubongo wako utakupa majawabu. Basi hata nyumbani kwenye mahusiano, mwenza wako hakikisha kwanza anakunywa kahawa kabla mjaingia kwenye majadiliano. Kama ana jambo ambalo halina majawabu, mbali na mwili kuchangamka, kwenye mwili kuchangamka lenyewe linahusika, na kwenye majawabu linahusika. Kwa hiyo katika maisha yetu sisi ninaweza kusema kwamba mwili wako kwa ujumla unahitaji kahawa ili uweze kuishi. Tunamalizia na simulizi hiyo ya mkurugenzi wa bodi ya kahawa Primus Kimario, kisa kizuri kabisa cha kuona umuhimu wa kahawa. Mimi nikushukuru sana kwa karibu sana. Asante sana.